Ni mwaka 2026, mwaka ambao umeanza taratibu fulani hivi. Mwishoni mwa mwaka 2025 tulishuhudia mambo mengi sana kutoka kwa mwimbaji wa nyimbo za Injili anaitwa Melissa Ciara. Leo ametutembelea katika studio za Come TV Tanzania. Melissa Ciara, karibu sana. Asante sana. Ni mtumishi wa Mungu ambaye nyimbo yake ina trend sasa hivi, inaitwa Hakuna. Umetoa ndani ya mwezi wa 12 nadhani. Ni moja kati ya nyimbo ambayo inafanya vizuri kweli kweli. Kwanza tutajua mambo mengi kuhusiana na mwaka mzima 2025 kutoka kwake, lakini pia vile vile mwaka 2026 unaanzaje, na hayo yote utayapata kupitia Come TV Tanzania. Hapa leo tuko na Melissa Ciara moja kwa moja. Melissa, kwanza karibu, nikaribishe na pia watazamaji wako pamoja na sisi kuweza kusikia yote kuhusu wewe, na pia vile vile nikukumbushe tu, tembea kwenye akaunti yake ya YouTube. YouTube nadhani ndio ipo hiyo video. Utakuta video zote ziko pale. Hakuna, kuna nyimbo zingine pia, Nipe Nguvu, zipo, Ombi Langu, yote yako pale. Kwa hiyo unaweza kuyapata pale na mambo yote yakawa vizuri sana. Download tu pale uweze kubarikiwa. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Kwanza habari za mwaka 2025? Salama kabisa, namshukuru Mungu kwa kutuvusha salama kutoka mwaka jana na mwaka huu. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Okay. Tushirikishe maendeleo na mafanikio mwaka 2025 kwanza. 25 namshukuru Mungu kwa maendeleo makubwa kwa kupitia nyimbo za Injili. Nimefanikiwa kutoa kazi mbalimbali kwa wadau ambao wananifuatilia. Nafikiri wanafahamu kabisa kwamba na nyimbo nyingi pale ambazo mwaka wa 25 zimefanya vizuri katika maisha yangu, ikiwemo Hakuna ambayo sasa hivi ina trend mpaka mwaka huu wa 26. Okay, sawa. Huyu ni Melissa Ciara na mengi ambayo tumesikia hapa mwaka 2025. Mwaka 2025 kwako mwaka ulikuwa ni wa baraka? Kwangu mimi niseme kwamba ni mwaka wa baraka kwa sababu kwanza nilifanikiwa kutoa video 3 nafikiri ndani ya mwaka 2025. Ombi Langu, Nipe Nguvu na Hakuna. Zote kwa wakati mmoja. Sawa sana. Na zote pia zimefanya vizuri. Ukiangalia Ombi Langu imefanya vizuri. Pamoja na wimbo wa Hakuna mpaka hivi sasa. Mapokeo ya watu waliopokeaje? Nimeona support pia kutoka kwa Art Media sana. Nimeona pia wengine wa Kenya wale nani, Bella TV wamesupport sana. Yes. Wote wamesupport sana. Okay. Level yako toka umetoka kule chini mpaka sasa hivi, unaona kuna utofauti mkubwa? Naweza nikasema tofauti ipo. Bado tunamuona Mungu katika kazi yangu. Ni tofauti na nilipoanza na hapa nilipo. Naona tofauti kubwa kabisa, na namna ambavyo inakuwa pia naona pia mapokeo ya watu yanazidi kuwa makubwa zaidi tofauti na mwanzo. Mapokeo yake yakoje? Wanakupokeaje? Wanakupokea as a negative or as a positive? Positive. Au wanakusodola kwa lugha Kia vizuri kabisa. Kiangalia kwa Hakuna ni mambo yamefanya vizuri ndani ya wiki 3. Kwangu mimi ni kitu ambacho ni ngeni sana. Haijawahi kutokea. Kwa hiyo kiangalia ni mapokeo mazuri ambayo ni positive, na nimeona mkono wa Mungu kupitia wimbo huu. Okay. Ni aina ipi ya magrupu ambayo watu wanasupport nyimbo zako? Ni level za chini, za kati au za juu? Ni level za kati. Ni level za juu. Okay, na una mpango wa kufika juu zaidi na kuhakikisha muziki wako unasikilizwa mbali? Kabisa, na kwa mwaka huu natamani nifike mbali zaidi ya mwaka jana. Okay. Ushirikiano wako wewe pamoja na wasanii wengine wa nyimbo za Injili ukoje? Chemistry zenu, kwa mfano akina nani wale, akina Joel Lwaga, akina Bi Alpha, ulishawahi kuzungumza nao au kufanya chochote labda pengine kuwafikia na ili utengeneze chemistry, kwa sababu muziki ni chemistry? Sijawahi kuwafikia hao wala kuwafikiria, japo nilikuwa natamani kila mwaka nilikuwa nafunga na collab na msanii mmoja mkubwa, lakini kwa mwaka huu haikufaulu. Nilitaka nifanye collab na mwimbaji wa nyimbo za Injili anaitwa Mtoto Naomi. Ikawa ngumu kidogo kwa ajili kutokana na mazingira ya
mwisho wa mwaka alikuwa busy kidogo, kwa hiyo ikashindikana. Nikaamua tu kufanya mwenyewe. Kwa KMC iko vizuri, japo wengine sijatafuta kwa mwaka huu. Kwa mwaka jana nilitaka ningefanya, maana mwaka juzi nilifanya na Yohana Antoni. Na mwaka jana ningetamani nifanye na mtoto Naomi. Kwa ile kidogo ukawa na hali ambayo ratiba ziliingiliana kidogo. Ikashindikana. Sawa. Unadhani muziki wako ambao unaufanya sasa hivi unahitaji kuboresha wapi ili uwafikie watu zaidi? Yaani vitu gani hasa unatakiwa kuviboresha zaidi? Na umegundua watu wanapenda nini katika mashabiki zako na watu wanaofuatilia? Labda ni kile ambacho watu wanahitaji ndio kitu cha kuboresha. Alafu pia muziki wako una style fulani hivi ya huzuni, lakini hii nimeona umebadilisha kidogo. Umepiga kama sebene fulani. Wimbo wa huzuni fulani. Wakina mama wanapenda sana hizo, kusikiliza hizo. Wimbo ambao unafariji. Lakini nyimbo hizo ndio mara nyingi zinawatoa watu. Zinatoa. Ukiangalia wimbo wangu ambao umefanya vizuri sana kwenye platform mwaka jana ni wimbo wa Ombi Langu. Ambao una views wengi mpaka hivi sasa. Ile Ombi Langu imeenda sana. Na ukija mwaka jana mwezi wa 12 wakati nimetoa wimbo Hakuna, nilibadilisha style kidogo na namna ya sasa unawapoteza watu au naonjesha. Sitaki watu wanikariri kwenye aina moja ya uimbaji. Sawa. Nataka niwe msanii ambaye nabadilika. Lakini usitoke kwenye ile tempo. Ila sitoki kwenye ile. Sawa. Unaona kuna mafanikio kwenye uimbaji? Na mimi naona mambo makubwa zaidi. Naona mafanikio makubwa zaidi ya hapa. Okay. Show vipi? Simu zinaita. Simu zipo. Kwa mfano tuna huduma pale Mwanza mwezi wa pili. Huyo mtumishi alituona tu mtandaoni, lakini akatafuta. Kwa hiyo tuna huduma pale Mwanza. Sawa. Na mwaka jana mwezi wa Mwanza sana gani? Mwanza sijajua bado, ila yuko Mwanza. Na mwaka jana tulifanikiwa kwenda Kenya kihuduma. Jana mwisho wa mwaka, nafikiri kati ya mwezi wa 11 kama sio 11 tulifanikiwa kwenda Kenya kufanya huduma. Kwa hiyo nafikiri kwangu mimi ni jambo jema na nauona mkono wa Mungu. Safi sana, hongera sana. Watu wa Kenya wanakusupport sana. Watu wa Kenya hongereni sana, mnamsupport bwana, mnampush mtumishi wa Mungu aende duniani. Sawa. Vipi sasa mipango yako? Mwaka 2026 tunaingia na tuko nao sasa hivi mwezi wa kwanza. Mipango iko mingi. Nasikia pia una tamasha. Tuna tamasha Mbulu mjini hapa. Siku ya tarehe 25 mkoa wa Manyara. Pale ya Mohetu na tamasha kubwa Sierra Family Day. Sawa. Sierra Family Day. Wanaambia Sierra Family Day. Ambapo tutakuwa tunazindua Sierra Family, timu ya Sierra Family kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tuna wasanii mbalimbali ambao siku hiyo pia watatumbuiza. Ikiwemo mimi pia ambaye ndo mbeba maono na mkurugenzi wa Sierra Family. Tutahudumu kwa mkazi wa wilaya Mbulu mkoa wa Manyara tafadhali. Nimwalike asikose. Sawa. Shughuli zipi zitakuwepo mbali na uimbaji pia? Kuna uinjilishaji labda? Kutakuwa na uimbaji kwa 90%. Kwa waimbaji wa Sierra Family wataimba nyimbo nene stage-ini. Kutakuwa na uimbaji wa live, sasa nitaimba live kwa bendi na kinanda. Yeye akasema tu pengine labda ni muziki beat labda inanibeba. Hapana, kwa siku utashuhudia mambo kama hayo. Sawa. Anaitwa Melissa Ciara, unaweza kumsearch kwenye platform zake zote, hasa Facebook anatumia sana, lakini pia kwenye mitandao mingine kama TikTok na mingine. Unampata kwa jina hilo la Melissa Ciara. Nyimbo zake ziko nyingi ambazo zimetrend, lakini hii ni ya moto zaidi ambayo inaitwa Hakuna. Moja kati ya nyimbo nzuri sana ambayo amefanya ndani ya mwaka 2025 mwishoni kabisa. Melissa, mimi nikushukuru sana kwa kuweza kufika leo, lakini pia tuko na Melissa, unaweza kudondosha komenti yako hapo chini ukaandika chochote cha kushauri, cha kuboresha mambo mengi yako ya kuweza kuhakikisha kwamba pale ambapo ulikuwa uwezi kumfikia sasa hapo chini unamfikia moja kwa moja, na komenti yako ataisoma vizuri sana na atakujibu. Unawaambiaje mashabiki zako, watu wanaokufuatilia sasa hivi? Mimi niwaambie kwa mashabiki zangu ni washukuru kwa mwaka jana ambao wamenisupport sana, lakini pia kwa mwaka huu niombe pia support yao kwa aina mali katika platform zangu za mitandao ya kijamii.
na nyimbo mbalimbali ambazo nitaziachia mwaka huu wa 26 na wimbo wa mama ambao utatoka mwezi wa pili. Kwa hiyo usikose wimbo, naomba ni support pale kwa subscribe channel yangu ya pale YouTube Melissa Siara, TikTok na mitandao yote ya kijamii na Melissa Siara pale. Sawa. Vipi kuhusiana na streaming media? Media ambazo ni streaming, ambazo ni kama TBC, ITV, Wasafi, kuna media zingine. Una mpango gani katika harakati zako wewe za kufikia? Nina mpango wa kufikia vipindi vile maalum vipo na nina mpango wa kufikia, simu ratiba kidogo na bana kulingana na huduma pia, na lakini kuna simu ambazo umekuwa ukizipokea. Simu zipo, kwa mfano kama Radio Habari Njema pale nimeshapokea simu kwa ajili ya kwenda kufanya hivi. Sawa, kama una neno la kumalizia, malizia neno la kumalizia. Kama una neno la kumalizia, tumalizie. Mimi niwashukuru tu mashabiki na wanaotufuatilia kwa kutusikiliza na kufuatilia, endelea kufuatilia Come TV Tanzania. Safi, karibu tuongee. Production kwa ambayo inafanya kazi pamoja na Melissa Siara pamoja na Siara Family kwa ujumla. Mungu abariki sana. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom. Mimi jina langu naitwa Mr. Kamtizi.